kila mtumishi wa serikali na wa chama tunao wajibu kuanzia leo ya kuhakikisha jamii yetu, wananchi wetu, tunatekeleza kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ya kuachia wananchi tabasamu. Tabasamu haliko Dodoma, haliko Ikulu, haliko waziri mkuu. Tabasamu linaanzia kwenye kitongoji, kwenye mtaa, kwenye kata, kwenye wilaya. Wananchi waone hii ndo serikali tulioahidiwa. Mwananchi akienda hospitali afurahi, aone kwamba huu ndo utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunatibiwa vizuri, vifaa vipo, madawa yapo. Kwa hiyo wote tuna wajibu huu. Nataka niwahakikishie kwamba mpango wa kusikiliza kero utakuwa endelevu. Mimi naamini wananchi wetu wakielimishwa, wakaiona hiyo fursa kwamba msisubiri katika kijiji akaja mkuu wa mkoa, kaja mkuu wa wilaya. Tumewekeana sisi utaratibu mzuri wa kuto kuchelewesha utatuzi wa kero. Kama iko juu ya uwezo wako, peleka ngazi inayohusika haraka. Na mimi naamini wananchi pia wakielimishwa tu kwamba kuna fursa hiyo ya kusikilizwa kila Jumatano katika kijiji, katika mtaa, katika kata, katika halmashauri, mimi naamini kuna siku naweza kuja kiongozi akahutubia bila bango. Kuna siku asipate kero kwa sababu wananchi watakuwa wameweza kupata fursa hiyo. Lakini la pili, usalama. Tuhakikishe mkoa wetu unaendelea kuwa salama ili fursa nyingi za mikutano za utalii, AFCON inayokuja, bunge la AFCON linalokuja, wananchi wote wa Arusha wafurahi kwa fursa hizo katika mkoa wetu wa Arusha. Ndugu zangu, tumepitisha bajeti hapa. Wananchi wana matarajio makubwa na serikali, lakini ili kujenga uwezo wa kuwahudumia wananchi ni kuhakikisha tunakuwa na mapato ya kutosha. Naomba baada ya kikao hiki turudi katika maeneo yetu. Wenye viti wa halmashauri, wakurugenzi na halmashauri zenu, ongezeni jitihada za kukusanya mapato ili mjenge uwezo mkubwa wa kuwahudumia wananchi wetu. Pia nitoe taarifa, kikao kijacho mnaweza au mkasikia, tayari nilipokuja tu katika mkoa huu niliona kwamba huu ni mkoa wa utalii. Kwa hiyo niliunda kamati ya kutengeneza mpango mkakati wa miaka mitano ya kukuza utalii, yaani muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na katika hiyo kamati tumehusisha wadau wa utalii, wataalamu wetu na bodi ya utalii. Tunakuwa na mpango mzuri ambao unatekelezwa kimkakati zaidi. Kwa hiyo hilo nalo nilitaka nitoe taarifa hiyo. Lakini pia tunao mpango wa elimu wa mkoa wa Arusha unaendelea kuchakatwa, na nitoe taarifa kwamba katika matokeo yote yanayotoka, yawe darasa la 7, kidato cha pili, form 4 na form 6, mkoa wa Arusha unafanya vizuri. Mkoa wa Arusha fungu 70 unaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 503,995,415,700. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 371,504,838,552 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 132,90,572,148 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo.